KTN. Kwingineko mtazamaji, idara ya upelelezi kutoka makao makuu ya DCI imeandikia barua rasmi maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Gudune kilichoko kaunti ya Meru kufuatia madai kuwa walimsaidia mshukiwa wa mauaji kutoroka. Uchunguzi huo unahusu mauaji ya kikatili ya afisa wa usalama aliyekuwa akilinda uwanja wa ndege wa Isiolo. Mwili wa marehemu ulipatikana baadaye ukiwa umetupwa karibu na nyumbani kwake. Upasuaji wa mwili umebaini kuwa Steve Gitonga Ntari mwenye umri wa miaka 52 alipigwa kichwani kwa kutumia kifaa butu kabla ya kunyongwa katika tukio ambalo DCI walielezea kuwa mauaji ya kikatili. Mwanahabari wetu Lennox Sengre na taarifa hiyo kwa kina. Jua na wawaji ni nani amemuua. Julia Ndare, mamake marehemu Steve Gitonga aliyekuwa mlinzi katika uwanja wa ndege wa Isiolo, anaishi na majonzi kufuatia kuuawa kwa mwanawe. Nikakosa usaidizi nikanyamaza. Gitonga aliuawa kikatili kabla ya mwili wake kutupwa karibu na nyumba yake alipokuwa akiishi na mkewe wa pili. Sasa akienda kutoka kwa mali, agekuja na uawa kwa barabara. Hakukuwa na mali ilikuwa imeingia mbele, akabaki kidogo, akauawa kwa barabara karibu nyumba. Ilikuwa on Wednesday date 3, alimadwa na sijui nini ilimada, alipatikana tu ametupwa karibu na boma. Kifo cha Gitonga kiliripotiwa katika kituo cha polisi cha Maili 3 kilicho chini ya uongozi wa kituo cha Ndugune, Tigania, Magharibi, kaunti ya Meru, siku ambayo mwili wake ulipatikana saa 12 asubuhi. Hata hivyo, kwa mujibu wa stakabadhi ambazo runinga ya KTN imepata, tangu wakati huo uchunguzi wa polisi umekuwa wa kusuasua na kimya kimetawala. Tukiendanga Meru kila saa tunazungushwa hivyo mpaka history tu wakanyamazia. Ndio stepmother yangu akatoroka na vitu yote ya budangu. Yangu ni kilio tu, kwa maana sina nguvu kufanya chochote. The first suspect is his wife. Is the one who threatened him because they had some issues in the family. Nakili ya ripoti ya upasuaji wa maiti uliofanyika katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Isiolo inaonyesha kuwa Gitonga alifariki kutokana na kunyongwa baada ya kupigwa kwa kifaa butu kichwani. Alikuwa amepigwa hapa, alafu ni kama alikuwa amenyongwa na kamba. Juu hiyo kamba imepita mpaka hapo ikamkata ndevu. The wife, she disappeared. Up to now, she disappeared. The family tried to reach the investigating officers so that the wife can be allocated. Up to now, there's no response. When they go there, what they are told is that you just go and wait. We are doing the investigation. Familia imeeleza kuwepo kwa mapungufu makubwa katika uchunguzi wa DCI wa Meru. Katika majibu yao, makao makuu ya DCI kupitia barua iliyoandikwa na Bernard Nyakwaka kwa niaba ya mkurugenzi wa upelelezi wa jinai, agiza uchunguzi uharakishwe. Hata hivyo, familia inadai kuwa hata baada ya agizo hilo, polisi waliendelea kumsaidia mshukiwa mkuu kutoroka. Lennox Sengre, runinga ya KTN. Kwingineko